Israel wanadai kwamba wanamiliki anga ya Iran, na mimi na wewe hatufahamu kama ni kweli au si kweli, lakini nilisha kurekodia video nikakueleza wanamaanisha nini wakisema wana Iran. Siku hii ya leo ninachotaka kukuelezea ni kwamba kwa sababu nafahamu utakuwa mna maswali mnajiuliza kwamba kwa mfano kama ikiwa ni kweli Israel wanamiliki anga ya Iran, maana yake ni kwamba Iran atashindwa kuishambulia Israel. Lakini wengine watu wanajiuliza, kama Israel anasema anamiliki anga ya Iran, mbona Iran anazidi kufanya mashambulizi ndani ya Israel kama kawaida? Sasa hiki ni kitu ambacho nakuja kukuelezea leo. Ni kwa nini Israel anasema anamiliki anga ya Iran na ni kwa nini Iran bado anaendelea kuishambulia Israel kama kawaida. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Usipobonyeza hiyo sehemu iliyoandikwa subscribe, utakuwa haupati video zangu wa kwanza. Iran pamoja na Israel ni watu ambao wana vipaumbele tofauti katika swala zima la vita. Hawa kila mmoja adui yeye. Yaani adui mkuu wa Iran ni Israeli, adui mkuu wa Israeli Iran pale Mashariki ya Kati. Lakini katika swala zima la kujiandaa na vita siku wakikutana, kila mtu ana kipaumbele chake. Israel kipaumbele chake kiko katika anga, yaani kuwa na ndege nzuri, lakini pia anawezeshwa na Wamarekani ndege kama F-35 tunamuona anazitumia kwa ajili ya kwenda kuipiga Iran. Lakini Iran kipaumbele chake si ndege, kipaumbele cha Iran ni makombora. Awe na makombora mazuri, ballistic missiles nzuri zitakazoweza kupenya kuingia ndani ya Israel. Ndio maana Israel anaongoza kwa nguvu ya anga pale Mashariki ya Kati na Iran anaongoza kwa kuwa na ballistic missiles nyingi kuliko nchi yoyote pale Mashariki ya Kati. Ni kwa sababu kila mmoja kajiwekeza katika sekta ya kivyake. Israel kajiwekeza kwenye anga, Iran kajiwekeza katika ballistic missiles. Ndio maana anazo nyingi kuliko Israeli. Na Israeli naye ndio maana ana nguvu ya anga kuliko Iran. Kwa hiyo anga si kipaumbele cha Iran, kwa sababu anajua ana uwezo wa kuishambulia Israel hata kama Israel itamiliki anga lake. Kwa nini anga si kipaumbele cha Iran? Ni kwa sababu Iran anaishi na vikwazo vya kiuchumi toka mwaka 79, ni zaidi ya miaka 40 sasa. Anashindwa kupata teknolojia mbalimbali za kutengenezea ndege. Hata ndege alizonazo za zamani anashindwa kupata spare kirahisi kwa ajili ya matengenezo na vitu kama hivyo. Hii inamfanya Iran aone kwamba kama siwezi kupata teknolojia za kutengenezea ndege, basi nijikite katika makombora ambayo yatakuwa na uwezo wa kupenya katika ulinzi wa anga wa Kimarekani na ulinzi wa anga wa Israel, nikianza kuyarusha kwenda Israel. Kwa hiyo huko ndiko akaamua kujikita yeye Iran kwa sababu ya vikwazo. Lakini tunataka niwaambie, huyu mtu kama asingekuwa na vikwazo, kama anaishi na vikwazo na kaweza kuwa na ballistic missiles ya kupenya katika ulinzi wa anga wa Marekani na Israel, maana yake ni kwamba asingekuwa na vikwazo, nguvu ya anga pengine angekuwa nayo kubwa sana. Pengine angetengeneza ndege ambazo zingetushangaza wengi, kama vile alivyotengeneza makombora ya ballistic ambayo yanatushangaza wengi. Umeona? Kwa hiyo, Israel ni kweli anamiliki anga ya Iran? Hiyo anajua yeye na Iran. Katika vita, taarifa nyingine huwa za kipropaganda na taarifa nyingine huwa za kweli. Sisi hatuko vitani, tunawasikiliza wao. Lakini sisi tutakachokuwa tunakiangalia ni yale matokeo, ndio tutajua au hawamiliki. Lakini embu tuashumu kwamba Israel inamiliki anga ya Iran, kwa kuwa tunafahamu Israel ana nguvu ya anga. Kwa hiyo na tunajua Iran hana jeshi, hana ndege za kijeshi na nini. Na tunamuona Israel akiingia na ndege zake za kijeshi ambazo anasaidiwa na Marekani kama F-35 kuipiga Iran. Sema kwamba Israel anamiliki anga ya Iran. Iran ina maana ndio mwisho wake au? Lakini pia ataendelea kuipiga Israel kama Israel anamiliki anga yake? Kama nilivyosema mwanzo, Iran alijikita zaidi katika makombora, ballistic missiles, cruise missiles, drones. Umeona? Sasa basi, haya makombora yako wapi na anayatengenezea wapi? Mkimwona Iran anaendelea na vita na anaendelea kutopeana vitisho na Israel mpaka sasa hivi, bado hajapiga viwanda vya Iran vya haya makombora, na wala hajapiga maghala ambayo Iran anahifadhi haya makombora. Ndio maana Iran anakwambia yuko tayari kuendelea na vita. Kwa nini Israel hajapiga? Kwa sababu
Sehemu ambazo Iran anatengenezea haya makombora na alipoyahifadhi haya makombora ni chini ya ardhi, katika milima, katika chini ya majangwa ya Iran, chini ya milima ya Iran, na ni chini sana. Kwa maana hiyo sasa, kwa mfano Israel anamiliki anga ya Iran, lakini nataka niwaambieni kwamba Iran anaendelea kurusha makombora vile vile ndani ya Israel. Ndio maana toka juzi tunaambiwa Israel yamiliki ya Iran, lakini watu wanajiuliza mbona sasa Iran kila tunapoamka asubuhi tunakuta kasharusha makombora ndani ya Israel? Ni kwa sababu Iran hahitaji yani Israel akiwa katika anga lake haimzuii Iran kurusha ballistic missile zake kwenda Israel. Inarusha ballistic missile zake kutokea chini ya ardhi zinakwenda Israel, kitu ambacho Israeli hawezi kukizuia mpaka sasa hivi. Anashindwa kuzuia hicho kitu mpaka sasa hivi, na hapo ndipo Irani alipomweza Israel. Irani alishajua kwamba Israel siwezi kupambana naye katika anga kwa sababu mimi na vikwazo kutoka ardhini, umeona, na huyu mimi nitamtengenezea teknolojia za silaha ambazo ulinzi wake wa anga hautaweza kuzipangua. Kwa hiyo hata akija na ndege kule juu, mimi nitatoka ardhini, nitaruka, nitafika kwenye ardhi yake. Kwa hiyo ndio maana Iran anaendelea kuishambulia Israel. Kwa hiyo hata sasa hivi mkiwa mnasikia habari kutoka labda kwa Israel na kwa Trump, kwa sababu wameshaongea sana kwamba tunamiliki anga ya Iran, mnatakiwa mfahamu kwamba Iran ataendelea kurusha mashambulizi kama kawaida ndani ya Israel, kwa sababu mashambulizi yake yanatoka chini ya ardhi. Umeona? Kwa sababu pia silaha zake zipo nyingine ambazo ulinzi wa anga wa Marekani na wa Israel unashindwa kuzipangua. Drones tu zile za kamikaze tulishuhudia kule Marekani, kule Ukraine, ulinzi wa anga wote wa NATO ulishindwa kuzipangua. Kwa hiyo hiki ndicho alichojikita nacho Iran. Kwa hiyo nafikiri tutakuwa mpaka hapo tumeshaelewana kwamba Iran ataendelea kuya. Nataka sasa niwapeni ugumu, niwapeni mwanga muone ugumu wa Iran kumfikia Israeli. Iran na Israeli wako mbalimbali. Kutoka Iran kwenda Israeli pengine nafikiri hata kilomita 2000. Ni mbali, hawajapakana. Kwa maana hiyo sasa Iran anayarusha yale ballistic missiles yake, yanapita katika anga za Waarabu. Nafikiri yanapita Iraq, yanapita Syria, yanapita Jordan, alafu ndio yanafika Israel. Mengine nafikiri yanapita katika anga za Saudi. Yakipita Jordan, Iran yakitaka kuipiga Israeli katikati au kaskazini mwa Israel, anapita Jordan. Akipita Jordan anayapangua makombora ya Iran. Sasa ukiona Irani karusha makombora kutoka chini ya ardhi na yanapita katika anga za Waarabu, na Jordan anajitahidi kuyapangua, yanamshinda na anayaingiza ndani ya Israeli, na Israeli anashindwa kuyapangua, yanaingia na kupiga na kuleta madhara, ujue kafanya kazi nzito sana. Tofauti na Israel. Irani akirusha makombora ambayo yatapita Saudi Arabia anampa taarifa Israel haraka sana za kiintelijensia kwamba yanakuja, linalokuja liko hivi na hivi. Umenielewa? Kwa hiyo huku Israel anakuwa anajiandaa kwa urahisi kulidaka. Kwa makombora ya Irani kwenda Israel yanaenda kwa tabu sana, kutokana na kwamba nchi za Waarabu zinampa vizingiti vikubwa sana Iran. Lakini makombora kutoka Israeli au ndege kutoka Israeli kwenda Iran zinaenda kwa raha sana, kwa sababu nchi za Waarabu zinampa Israeli urahisi wa kufika Iran. Kwa hiyo Israeli kumshambulia Iran ni rahisi kuliko Iran kumshambulia Israeli. Kwa hiyo mkiona Iran anamshambulia Israeli, mnatakiwa hata mumpigie makofi, kwa sababu si lele mama. Lakini Israeli kuishambulia Iran ni rahisi. Zile nchi za Waarabu zile ni washirika wao, wanampa taarifa za kiintelijensia, wanamsaidia wengine, inasemekana kujaza mafuta sijui kwenye ndege, wanamsaidia. Umenielewa? Lakini Iran kwenda ndani ya Israel ni shughuli. Kwa hiyo akiweza kupiga target ndani ya Israel anakuwa kajitahidi kweli kweli, kutokana na ugumu alionao.